Msikilizaji, karibu katika makala maalum, mahali ambapo kweli unachanganyika na siri, mahali ambapo historia inaandikwa gizani. Leo tunafungua pazia la moja taasisi zenye nguvu zaidi duniani, taasisi ambayo haionekani lakini athari zake zinatikisa mataifa. Hii ni hadithi ya Mossad. Je, ni taasisi ya ulinzi wa taifa au ni chombo cha operation za siri zisizo na mipaka? Mimi ni Semio Sonyo, niseme karibu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Negative K, nothing further, just city camping on the corner. Mossad ni shirika la kijasusi la taifa la Israel. Jina lake kamili ni Hamossad Lemodi in Ule Tafkidim Meyuhadim. Maana yake ni kwamba taasisi ya ujasusi na operation maalum. Ilianzishwa mwaka 1949, muda mfupi baada ya kuanzishwa kwa taifa la Israel. Kazi za Mossad kwanza ni kukusanya taarifa za siri, yani intelligence, kuzuia mashambulizi dhidi ya Israel, kufanya operations za siri nje ya nchi, pamoja na kulinda maslahi ya taifa duniani. Tofauti na mashirika mengine kama CIA ya Marekani au M16 ya Uingereza, Mossad inajulikana kwa ujasiri mkubwa, operations za mbali na kutotangaza mafanikio yake. Kwa nini Mossad haitangazi mafanikio yake? Kwanza ni kulinda siri za operation. Kazi ya ujasusi ni siri kwa asili. Ikiwa Mossad itatangaza mafanikio, inaweza kufichua mbinu walizotumia. Adui wanaweza kujifunza na kujiandaa mapema, lakini pia operations zijazo zinaweza kufeli. Ndio maana wanachagua kimya kwa maana ya usalama. Lakini mbili ni kulinda maisha ya maagent. Maagent wa Mossad mara nyingi huishi kama watu wa kawaida, hutumia majina bandia, hufanya kazi katika nchi za kigeni. Kama mafanikio yatatangazwa, utambulisho wao unaweza kugundulika, wanaweza kuuawa au kukamatwa. Hivyo ukimya ni ulinzi wa moja kwa moja wa maisha yao. Tatu ni kuepuka migogoro ya kidiplomasia. Mossad hufanya operation katika nchi nyingine bila ruhusa ya wazi. Kama wakitangaza, inaweza kusababisha mgogoro mkubwa wa kimataifa. Nchi husika inaweza kulalamika au hata kulipiza kisasi. Kimya husaidia serikali ya Israel kusema hatuna uthibitisho rasmi. 4 ni baadhi ya operation ni kinyume cha sheria za kimataifa. Baadhi ya shughuli zinazohusishwa na Mossad ni utekaji wa watu, mauaji ya kulenga, yani target killing. Kuzitangaza wazi kunaweza kusababisha kesi za kimataifa, kuchafua taswira ya nchi. Ndio maana wanabaki kwenye plausible deniability, kukataa bila ushahidi wa moja kwa moja. 5 ni nguvu ya hofu na sifa, yani psychological power. Kuna nguvu kubwa katika kutojulikana kamilifu. Watu wanapojua tu kwamba Mossad ipo, inaweza kufika popote, lakini hawajui lini au vipi. Inaleta hofu ya kisaikolojia kwa maadui. 6 ni utamaduni tofauti na mashirika kama CIA pamoja na M16. Mashirika haya wakati mwingine hutoa taarifa baada ya miaka kadhaa au kupitia vitabu na nyaraka, lakini Mossad inajenga nguvu yake kwenye ukimya, siri na mshangao. Mossad haiongei kwa sababu sauti yake ni matokeo ya operations zake, na mara nyingi dunia husikia kilichotokea bila kujua ni nani alihusika. Na sasa tuangalie historia yake. Mossad ilizaliwa katika mazingira hatari baada ya vita vya pili vya dunia. Wayahudi walikuwa wamepitia mateso makubwa, na baada ya kuundwa kwa Israel, maadui walizunguka pande zote. Mfano muhimu ni operation ya kumkamata Adolf Eichmann mwaka 1960 huko Argentina. Alikuwa mmoja wa waandaji wa mauaji ya Wayahudi, yani Holocaust. Adolf Eichmann alikuwa ni nani? Adolf Eichmann alikuwa afisa mwandamizi wa utawala wa Adolf Hitler nchini Ujerumani wakati wa vita vya pili vya dunia. Kazi yake kuu ilikuwa kuratibu usafirishaji wa Wayahudi, kuwapeleka kwenye kambi za mateso na mauaji. Alihusishwa moja kwa moja na Holocaust, mauaji ya mamilioni ya Wayahudi. Alitoroka vipi? Baada ya vita kuisha mwaka 1945, Eichmann alikamatwa kwa muda mfupi, lakini alifanikiwa kutoroka. Alijificha kwa miaka mingi.
kisha akaenda kuishi kwa jina bandia huko Argentina. Jina ambalo alitumia ni Ricardo Clement. Aliishi maisha ya kawaida kabisa, mfanyakazi wa kiwandani, baba wa familia. Dunia ilidhani amepotea milele. Mossad walimpataje? Mwishoni mwa miaka 1950, habari zilianza kuvuja kutoka kwa manusura wa Holocaust, na mtu mmoja alikuwa Argentina alimtilia shaka. Hatimaye Mossad wakaanza uchunguzi wa siri, wakathibitisha huyu ndio Eichmann. Operation ya kumteka mwaka 1960, Mossad walipeleka maagent kwa siri nchini Argentina. Kilichotokea Mei 11 mwaka 1960, Eichmann alikuwa anarudi nyumbani jioni. Alishambuliwa ghafla, akakamatwa na kuingizwa kwenye gari. Operation ilifanyika kwa dakika chache tu. Walimtoaje nje ya nchi? Hii ndiyo sehemu ya kuvutia zaidi. Mossad walimficha kwa siku kadhaa, kisha wakamdunga dawa usingizi, wakamvalisha kama mgonjwa, wakampitisha uwanja wa ndege kama sehemu ya wafanyakazi wa ndege na kumpeleka kwa siri hadi Israel. Alipofikishwa Israel, alihukumiwa hadharani mwaka 1961. Dunia nzima ilifuatilia kesi hiyo. Hatimaye alipatikana na hatia, akahukumiwa kifo. Alinyongwa mwaka 1962. Tukiangalia athari kwa dunia, ni kwamba operesheni hii ilionyesha nguvu ya Mossad, iliwapa manusura wa Holocaust haki, lakini pia ilisababisha mgogoro wa kidiplomasia kwa sababu Argentina ililalamika kuwa uhuru wake umevunjwa. Katika ulimwengu wa siri hakuna anayepotea milele. Miaka 15 baadaye, Mossad walimfuata mtu mmoja na kumbukumbu ya historia ikamlazimisha kujibu mbele ya dunia. Hii ndio ilikuwa ishara ya kwanza kwa dunia kwamba Mossad inaweza kufika popote. Na sasa tuangalie kuhusiana na operations za siri. Kwanza ni Operation Wrath of God. Baada ya tukio la Munich Massacre, Mossad ilianza msako wa siri duniani kutafuta na kuondoa walikuwa nyuma ya shambulio. Lakini cha kujiuliza ni kwamba Operation Wrath of God ni nini? Operation Wrath of God ilikuwa operation ya siri ya kulipiza kisasi iliyoendeshwa na Mossad baada ya tukio la Munich Massacre. Ilianzaje? Mwaka 1972, wakati wa michezo Olympic huko Munich, wanamgambo wa kundi la Black September waliwashambulia wanamichezo wa Israel. Wanamichezo 11 waliuawa. Tukio hili lilishtua dunia nzima. Baada ya tukio hilo, serikali ya Israel chini ya waziri mkuu Golda Meir ilitoa amri ya siri: kila mtu aliyepanga au kusaidia shambulio hilo lazima apatwe. Mossad waliunda timu maalum za siri. Zilisafiri nchi mbalimbali Ulaya na Mashariki ya Kati. Zilitumia majina bandia, ziliwafuatilia walengwa mmoja baada mwingine. Mbinu ambazo zilitumika ni kwamba mabomu yalifichwa kwenye simu, risasi za karibu, yani close range assassinations, ujasusi wa muda mrefu. Hakukuwa na vita ya wazi, ilikuwa vita ya kivuli. Ilifanyikia wapi? Operesheni hii ilienea katika nchi nyingi kama France, Italy, Lebanon pamoja na Norway. Mwaka 1973 huko Lillehammer, Mossad waliua mtu kimakosa wakidhani ni gaidi, lakini kumbe alikuwa raia aliyehusika. Hii ilisababisha kukamatwa kwa baadhi ya maagent, aibu kubwa kimataifa. Kwa upande mmoja, baadhi ya waliolengwa waliuawa. Ilionyesha nguvu ya Mossad duniani, lakini kwa upande mwingine haikumaliza kabisa upinzani. Ilizua mjadala mkubwa kwa maadili na sheria. Operesheni hii inaangaliwa kwa mitazamo miwili. Kwanza ni wanaunga mkono, wakisema kwamba ni haki ya kujilinda, ni adhabu kwa ugaidi. Lakini kundi la pili ni wanaopinga, ni mauaji ya nje ya sheria, lakini pia ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Operation Wrath of God haikuwa vita kawaida, haikuwa na mstari wa mbele wala sare za kijeshi. Ilikuwa vita ya kimya ambapo adui hakuonekana, lakini alifuatwa hadi mwisho wa dunia. Operation ya pili ni Operation Entebbe.
Ndege iliyotekwa nyara ikaelekezwa Uganda, lakini jeshi la Israel kwa msaada wa intel ya Mossad walifanya operesheni ya ajabu. Waliingia usiku, wakaokoa mateka ndani ya dakika chache. Operation Entebbe, pia huitwa Operation Thunderbolt, ilikuwa operation ya kijeshi ya uokoaji wa mateka, yani Hostage Rescue Mission, iliyofanywa na jeshi la Israel kwa msaada wa intel kutoka Mossad. Mwaka 1976, ndege ya abiria ya shirika la Air France ilikuwa inatoka Tel Aviv kwenda Paris ilitekwa nyara na magaidi. Watekaji walikuwa Palestina na washirika wao wa Kijerumani. Baada ya kutekwa, ndege ilipelekwa hadi Entebbe nchini Uganda. Wakati huo nchi ilikuwa chini ya utawala wa Idi Amin, ambaye alionekana kuwapa msaada watekaji. Watekaji waliomba kuachiliwa kwa wafungwa wa Kipalestina, la sivyo mateka wangeuawa. Serikali ya Israel ilikataa kukubali masharti. Badala yake walipanga operesheni ya siri ya kijeshi ya uokoaji. Tatizo kubwa, Entebbe iko zaidi ya kilomita 4,000 kutoka Israel. Mossad walifanya kazi muhimu sana. Walikusanya ramani ya uwanja wa ndege, walipata taarifa za walinzi na watekaji, walijua idadi ya mateka. Hii intel ndio iliyofanya operation iwezekane. Usiku wa tarehe 3 hadi 4 Julai mwaka 1976, ndege za kijeshi za Israel ziliruka kwa siri hadi Uganda. Walipofika, walitoa ghafla usiku. Walitumia gari lililofanana na la Idi Amin kudanganya walinzi. Vikosi vilivamia jengo la mateka. Watekaji waliuawa, mateka wakaokolewa. Operesheni nzima ilichukua takriban dakika 30 hadi 60. Hasara yake ni kwamba askari mmoja wa Israel aliuawa. Jonathan Netanyahu alikuwa kamanda operation. Baadhi ya mateka wachache pia walipoteza maisha. Athari ya operesheni hii duniani ni kwamba ilisifiwa sana kimataifa. Ilionyesha uwezo mkubwa wa kijeshi wa Israel. Ilikuwa mfano wa operesheni bora ya uokoaji, lakini pia ilibua mijadala kuhusu kuvuka mipaka ya nchi nyingine bila ruhusa. Usiku mmoja, ndani ya dakika chache, maisha mamia ya watu yalibadilika kutoka hofu hadi uhuru. Operation Entebbe ilithibitisha kuwa wakati mwingine umbali si kikwazo, na ujasiri unaweza kufika popote duniani. Operation ya tatu ni operation za Iran. Mossad imehusishwa na udukuzi wa nyuklia, mauaji ya wanasayansi katika Iran. Hapa ndipo dunia inagawanyika. Wengine wanaona ni ulinzi, wengine wanaona ni ugaidi wa kimataifa. Kwa kifupi, hizi ni operations za siri za kuzuia, covert sabotage and assassination operations, zinazolenga kuchelewesha au kuharibu mpango wa nyuklia wa Iran. Mossad inalenga vitu vitatu vikuu. Moja ni programu ya nyuklia ya Iran. Iran inashukiwa kutengeneza silaha za nyuklia. Israel inaona hili kama tishio kubwa. Lakini mbili, wanasayansi wa nyuklia. Ubongo wa programu hiyo huondolewa. Hii hupunguza kasi ya maendeleo. Kuanzia mwaka 2010 hadi 2020, wanasayansi kadhaa waliuawa kwa mashambulizi ya siri. Tukiangalia katika operation halisi zilivyokuwa, ni kwamba moja ni mauaji ya wanasayansi. Mfano maarufu ni mwanasayansi mkuu wa nyuklia aliuawa kwa teknolojia ya hali ya juu, yani remote weapon. Silaha ilidhibitiwa kwa mbali, hakukuwa na mshambuliaji eneo la tukio. Hii inaonyesha kiwango cha teknolojia kinachotumika. Lakini mbili ni uhujumu, yani sabotage. Mossad imehusishwa na milipuko katika vituo vya nyuklia, uharibifu wa vifaa vya uzalishaji. Mfano ni shambulio kwenye kituo cha Natanz, kiliharibu sehemu kubwa ya mitambo ya nyuklia.
lakini tatu ni wizi wa siri za nyuklia mwaka 2018. Hii ni operation ya ajabu. Maagent waliingia ndani ya ghala la siri mjini Tehran, wakaiba maelfu ya nyaraka, CD na faili za siri na wakatoroka kabla walinzi kugundua. 4 ni operation za drone ndani ya Iran. Katika miaka ya hivi karibuni, Mossad walifanikiwa kuingiza drones ndani ya Iran, kuzitumia kushambulia malengo ya kijeshi. Hii ilifanyika hata kabla ya mashambulizi ya anga kuanza. 5 ni ujasusi wa ndani, yani infiltration. Hii ndio hatari zaidi. Mossad imefanikiwa kuajiri watu ndani ya Iran, kupenyeza maagent hadi ndani ya serikali. Hata baadhi ya maafisa wa Iran wamewahi kushukiwa kuwa double agents. Sasa hii ni vita aina gani? Hii si vita ya kawaida, ni shadow war, yani vita ya kivuli. Hakuna tangazo rasmi la vita, mapambano ya wazi kila siku, lakini kuna ujasusi, mauaji ya kulenga, mashambulizi ya siri pamoja na vita ya teknolojia. Athari zake ni kwamba kwa upande wa Israel imefanikiwa kuchelewesha mpango wa nyuklia wa Iran. Kwa upande wa dunia inaongeza mvutano Mashariki ya Kati, inaweza kusababisha vita kubwa wakati wowote. Ndani ya Iran vita haionekani, lakini inaendelea kila siku. Hakuna vifaru mitaani, lakini hakuna maagent gizani. Hakuna milio ya vita wazi, lakini kuna vita ya akili, teknolojia na siri. Kwa upande wa dunia ni kwamba inaongeza mvutano Mashariki ya Kati, inaweza kusababisha vita kubwa wakati wowote. Na sasa tuangalie mbinu za Mossad. Mossad haitumii nguvu pekee, inatumia ujasusi wa kibinadamu, yani HUMINT, teknolojia ya kisasa, udanganyifu, yani deception, pamoja na uingiliaji wa kisiasa. Mfano, maagent wanaishi kama raia wa kawaida, wanaweza kuwa wafanyabiashara, wanahabari, hata wanandoa. Tukianza na ujasusi wa kibinadamu, yani HUMINT. Hii ni kukusanya taarifa kupitia watu halisi, si mashine. Mossad wanatumia maagent wa siri, yani spies, watu wanaoshirikiana nao kwa siri, yani informant, watu wa ndani ya taasisi au serikali za nchi nyingine. Hii inafanyikaje? Agent anaweza kuishi miaka mingi kama raia wa kawaida. Anaweza kuwa mfanyabiashara, mwanafunzi au hata mfanyakazi wa serikali. Anakusanya taarifa polepole bila kugundulika. Mfano wa kihistoria ni kumkamata Adolf Eichmann kulitegemea sana HUMINT. Mtu alimtambua, taarifa zikafuatiliwa, Mossad wakachukua hatua. Ni kwamba sila kubwa ya Mossad si risasi, ni mtu. 2 ni teknolojia ya kisasa. Hii ni vita ya kisasa kabisa. Mossad wanatumia udukuzi, yani cyber espionage, satellite na vifaa vya kufuatilia, AI na mifumo ya uchambuzi wa data, drones na vifaa vya mbali, yani remote systems. Mfano ni operations zinazohusishwa na Iran, mashambulizi ya mtandao na uharibifu wa vifaa, silaha zinazodhibitiwa kwa mbali. Faida kubwa ni kwamba hakuna haja ya kuwa eneo la tukio. Operations zinafanyika kimya, hatari kwa maagent inapungua. Katika dunia ya leo, vita vinaweza kuanza kwa kubonyeza tu kitufe. 3 ni udanganyifu, yani deception. Hii ni mbinu ya kumfanya adui aamini kitu kisicho kweli. Mossad wanatumia majina bandia, yani fake identities, kampuni za uongo, yani front companies, hati bandia, kujifanya watu wa taaluma tofauti. Mfano, katika operation Entebbe wanatumia gari ambalo linafanana na la Idi Amini. Walinzi wakadhani ni msafara wa rais. Huo ni udanganyifu wa hali ya juu. Lengo ni kupunguza upinzani, lakini pia kufanya operation iwe rahisi pamoja na kumchanganya adui. Wakati mwingine ushindi haupatikani kwa nguvu, bali kwa kufanya adui ajidanganye mwenyewe. 4 ni uingiliaji wa kisiasa. Hii ni sehemu nyeti sana. Inamaanisha kushawishi maamuzi ya nchi nyingine, kujenga mahusiano ya siri, kuathiri sera bila kuonekana wazi. Hii inafanyikaje? Kupitia wanadiplomasia wa siri, kupitia ushawishi wa taarifa, yani intelligence influence, kupitia ushirikiano wa usalama na nchi nyingine. Lengo ni kulinda maslahi ya Israel, kuzuia maamuzi yanayoweza kuwa hatari, lakini pia kujenga mtandao wa ushawishi duniani. Niseme tu kwamba siasa si maneno tu, ni mchezo wa taarifa, na anayejua zaidi ndiye anayeshinda. Kwa pamoja, mbinu hizi 4 zinaunda mfumo huu: HUMINT, yani macho na masikio; teknolojia, nguvu ya kisasa; deception, njia ya kupita bila kupigana; siasa, uwanja wa mwisho wa ushindi.
Mossad haitegemei bunduki pekee, inategemea akili ya binadamu, nguvu ya teknolojia, ujanja wa udanganyifu na ushawishi wa kisiasa. Hapo ndipo nguvu yake ya kweli ilipo. Swali kwako wewe msikilizaji, je, unaweza kuishi na jasusi bila kujua? Tuangalie Mossad na Afrika na athari zake. Mossad imekuwa na ushawishi mkubwa barani Afrika, ikiwemo nchi kama Kenya, Ethiopia pamoja na Uganda. Mfano, operation ya kuhamisha Wayahudi kutoka Ethiopia ambayo inajulikana kama Operation Solomoni ilifanyika kwa siri kubwa kwa ushirikiano wa serikali mbalimbali. Hii ni moja ya operation za kibinadamu na za kimkakati zilizofanywa kwa ustadi mkubwa, ikihusisha ujasusi, diplomasia na usafiri wa anga kwa kiwango kikubwa. Operation Solomoni ni nini? Operation Solomoni ilikuwa operation ya siri ya uokoaji na uhamishaji, yani evacuation airlift, iliyoendeshwa na serikali ya Israel kwa ushirikiano wa Mossad. Lengo lilikuwa kuwahamisha maelfu ya Wayahudi wa Ethiopia, yani Beta Israel, kutoka Ethiopia kwenda Israel. Mwaka 1991, Ethiopia ilikuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Serikali ilikuwa karibu kuanguka. Kulikuwa na hatari kubwa kwa raia, hasa jamii ya Wayahudi. Israel ikaona hii ni fursa ya kuokoa kabla hali haijawa mbaya zaidi. Kabla ya operation, Mossad walikuwa tayari wamejenga mtandao wa siri Ethiopia. Walikuwa wamewasiliana na viongozi wa ndani, walifanya makubaliano ya kimya na serikali iliyokuwa ikiondoka. Hii ilihitaji diplomasia siri, fedha pamoja na ujasusi wa hali ya juu. Mei 24 hadi 25 mwaka 1991, ndani ya saa takriban 36 tu, Israel ilifanya kitu cha ajabu. Ndege zaidi ya 30 zilitumwa, safari zisizo katika ratiba, back to back flight. Watu zaidi ya 14,000 walihamishwa. Katika moja ya ndege iliweka rekodi kwa kubeba watu wengi zaidi duniani kwa safari moja. Zaidi ya watu 1,000 ndani ya ndege moja, na hata watoto walizaliwa ndani ya ndege njiani. Mbinu ambazo zilitumika ni kwamba watu walikusanywa kwa siri usiku, walisafirishwa hadi uwanja wa ndege wa Addis Ababa. Hakukuwa na matangazo makubwa, kila kitu kilifanyika kimya. Hii ilikuwa mchanganyiko wa ujasusi, yani Mossad, jeshi pamoja na diplomasia. Kwa nini iliwezekana? Sababu kuu ni kwamba serikali ya Ethiopia ilikuwa inakaribia kuanguka. Ilikubali kimya kuruhusu operation. Mossad walikuwa tayari na taarifa zote muhimu. Katika upande wa athari ya operation hii ni kwamba iliokoa maelfu ya maisha. Iliimarisha Israel kama nyumba ya Wayahudi duniani. Ilikuwa moja ya airlift kubwa zaidi kuwahi kufanyika. Lakini pia ilizua changamoto baadaye. Ujumishaji wa wahamiaji Israel, masuala ya kijamii na kiuchumi. Ndani ya saa 36 historia ilibadilika. Maelfu ya watu waliondoka kwenye hatari na kuelekea katika matumaini mapya. Operation Solomoni haikuwa vita, bali ilikuwa uokoaji wa kimya uliobeba ndoto za kizazi kizima. Tuangalie kuhusiana na ukosoaji pamoja na utata. Mossad haikosi lawama: mauaji ya siri, ukiukwaji wa sheria za kimataifa, operation kwenye nchi zisizo na vita. Lakini Israel inasema ni swala la kuishi au kufa. Kauli hii ya kwamba ni swala la kuishi au kufa ni msingi wa namna Israel inavyojiona kwenye masuala ya usalama. Ili kuelewa vizuri, unahitaji kuangalia historia, jiografia na mazingira ya kisiasa yanayoizunguka. Moja ni historia ya maangamizi, yani Holocaust. Watu wa Israel, yani Wayahudi, wanabeba kumbukumbu nzito ya Holocaust. Mamilioni waliuawa chini ya utawala wa Adolf Hitler. Athari yake ilijenga hofu ya tusijirudie tena. Ikaweka fikra hatutategemea wengine kutulinda. Ndio maana wanasisitiza kwamba hatari yoyote ikionekana mapema ichukuliwe hatua haraka. 2 ni mazingira madui, yani geopolitics. Israel iko katikati ya eneo lenye migogoro mingi Mashariki ya Kati. Katika historia imewahi kupigana vita na majirani zake mara kadhaa. Baadhi ya makundi na nchi zimewahi kutamka wazi kuipinga. Mfano ni mvutano kati ya Israel pamoja na Iran. Iran imekuwa ikikosolewa na Israel kama tishio, hasa kwenye swala la nyuklia. Mantiki yao ni kwamba kama hatutachukua hatua mapema, kesho inaweza kuchelewa.
na ndicho ambacho tunakiona kwa sasa. Tatu, ni nchi ndogo lakini hatari kubwa. Israel ni nchi ndogo sana kijiografia, haina buffer zone kubwa. Shambulio moja kubwa linaweza kuathiri taifa lote. Hii ina maana kwamba hawana nafasi ya makosa makubwa, wanapaswa kuzuia hatari kabla haijatokea. Ndio maana wanapendelea preemptive action, yani kushambulia kabla hujashambuliwa. 4, ni falsafa ya usalama, yani security doctrine. Serikali ya Israel imejenga mfumo huu: adui hatakiwi kupewa nafasi ya kujiimarisha, tishio lolote lichukuliwe kama la dharura. Hapa ndipo taasisi kama Mossad zinapata nguvu ya kufanya operations za mbali. Lakini 5, ni siasa na uhalisia wa dunia. Kwa mtazamo wao, dunia si salama kwa ahadi pekee. Mikataba inaweza kuvunjwa, washirika wanaweza kubadilika. Hivyo wanaamini usalama wako uko mikononi mwako mwenyewe. Tukiangalia kuhusiana na uchambuzi wa kati, yani balanced views, ni kwamba tukianza na mtazamo wa Israel, kwanza ni kujilinda, pili ni kuhakikisha taifa halitoweki, lakini 3 ni kujifunza kutokana na historia. Katika upande wa mtazamo wa wakosoaji, wanasema hii inahalalisha operation kali kupita kiasi, lakini pia inaweza kusababisha migogoro zaidi. Kwa Israel, usalama si chaguo, ni lazima. Si swala la siasa, ni swala la uhai. Na katika dunia wanaoiona ni kwamba kusubiri kunaweza kumaanisha ni mwisho. Msikilizaji, Mossad ni kivuli kinachotembea duniani. Haionekani, lakini ipo. Inaogopwa, lakini pia inaheshimiwa. Swali la mwisho la kukuuliza ni kwamba, je, dunia ingekuwa salama bila taasisi kama Mossad, au ndio zinazofanya dunia kuwa hatari zaidi? Mossad, mkono wa siri wa Israel. Mimi ni Semio Sonyo. Asante kwa kusikiliza makala haya. Negative K, nothing further, just City Cabby on the corner.